Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Ikiwa ni Julai 5, uhusiano na mchungaji mkuu. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9. Fumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako. Tunapojifunza maandiko yako kuwa pamoja nasi, tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Uhusiano wa lazima na mchungaji mkuu utawafanya wachungaji walio chini yake kuwa wawakilishi hai wa Yesu, nuru ya kweli kwa ulimwengu. Uelewa wa vipengele vyote vya imani yetu ni muhimu, lakini bado ni muhimu zaidi kwamba mchungaji atakaswe kupitia ukweli anaowasilisha. Mtendakazi anayejua maana ya muungano na Yesu, anayo shauku inayokuwa daima na uwezo wa kung'amua maana ya huduma kwa Mungu. Maarifa yake yanaongezeka, kwa maana kukua katika neema kuna maanisha kuwa na uwezo unaokuwa kwenye uelewa wa maandiko. Mtu wa namna hiyo ni mtendakazi wa kweli pamoja na Mungu. Anatambua kwamba yeye ni chombo tu na kwamba analazimika kukaa tu katika mikono ya Bwana. Majaribu yanamjia, kwa maana asipojaribiwa hivyo hawezi kamwe kujua ukosefu wake wa hekima na uzoefu. Lakini kama akimtafuta Bwana kwa unyenyekevu na imani, kila jaribu litafanya kazi kwa manufaa yake. Wakati fulani unaweza kuonekana kushindwa, lakini kinachoonekana kama kushindwa kwake kinaweza kuwa njia ya Mungu ya kumletea maendeleo ya ukweli, na inaweza kumaanisha kumletea ujuzi bora zaidi juu yake mwenyewe na imani thabiti zaidi kwa mbingu. Anaweza kuwa bado anafanya makosa, lakini anajifunza kutorudia makosa haya. Anakuwa imara ili kuupinga uovu, na wengine wanapata faida kutokana na kielelezo chake. Wale ambao wana uzoefu wa kina kabisa katika mambo ya Mungu ndio walio mbali zaidi na kiburi na kujiinua, kwa sababu wanauelewa wa juu wa utukufu wa Mungu. Wanahisi kwamba nafsi ya chini kabisa katika utumishi wake ni yenye heshima sana kwao. Musa aliposhuka kutoka milimani baada ya siku 40 alizotumia katika mazungumzo na Mungu, hakujua kwamba uso wake uling'aa kwa mng'ao ambao uliwatisha wale waliokuwa wanauona. Paulo alikuwa na maoni ya unyenyekevu juu ya ukuaji wake katika maisha ya Kikristo. Anajizungumzia yeye mwenyewe kuwa mwenye dhambi mkuu. Tena anasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. Wafilipi 3 mstari wa 12. Japokuwa Paulo alikuwa anaheshimishwa sana na Bwana. Mwokozi wetu alimtangaza Yohana Mbatizaji kuwa mkuu kabisa miongoni mwa manabii. Lakini alipoulizwa ikiwa yeye alikuwa ni Kristo, Yohana alijitangaza kuwa asiyestahili hata kufungua kamba za viatu vya Bwana wake. Wanafunzi wake walipokuja na malalamiko kwamba watu wote walikuwa wakimgeukia mwalimu mpya, Yohana aliwakumbusha kwamba yeye alikuwa ni mtangulizi wa yule ajaye. Watendakazi wenye roho hii wanahitajika leo. Bwana wetu anawaita wafanya kazi ambao wakihisi hitaji lao la damu ya Yesu ipatanishayo, wanaingia katika kazi yao wakiwa na uthibitisho kamili wa imani, wakitambua kwamba siku zote wanahitaji msaada wa Yesu ili wajue namna ya kushughulika na watu. Utasoma Gospel Weekers ukurasa 142 na 143. Huu ni mwisho wa somo la Julai 5,
uhusiano na mchungaji mkuu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kutufundisha kufahamu mahusiano yetu na wewe. Tunahitaji kuwa wanyenyekevu zaidi mbele zako. Tufundishe, tuhekimishe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja, anakuja.